Crazy Rocket, now available on PMBet. Na mtazamaji wa PMTV, karibu tuzungumzie. Niko hapa na Dominic Salamba, atakwenda kuzungumzia kuelekea katika mchezo wa ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara, ambapo Young Africans anakwenda kumkaribisha nyumbani Simba katika mchezo huu wa Kariakoo Derby. Mimi naitwa Bertha Msoga, nyuma kamera yuko hapo Petro Mzigo. PMBet tunakwambia endelea kubashiri kupitia promotion yao ya Super Sport ambayo inapatikana PMBet. Website ni ile www.pmbet.co.tz. Kwa mwenye simu ndogo bonyeza nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kaka Dominic Salamba, habari yako? Mimi niko vizuri. Asalamu alaykum au Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa yote. Cha ngapi leo? Leo kwa upande wa wenzetu nafikiri si ni cha 4 cha 5, lakini kwa sisi nafikiri ni cha pili. Cha pili kweli kwako au kwako ndo cha kwanza? Mimi nataka ni mix vyote viwili. Wewe unafunga 70. 70 yani. Utaweza? Tutakomaa kwa uwezo wa Mungu. Ndio. Basi tuseme inshallah. Sawa sawa. Naam, tunaelekea katika mchezo wa ligi kuu ambapo ni Kariakoo Derby. Kwa namna ambavyo umezitazama timu hizi mbili katika mchezo huu, ni kitu gani hasa cha kuchungwa zaidi? Nafikiri ni mechi ambayo imekuwa ina pressure kubwa katika msimu huu, na pressure imeongezeka kwa sababu katika miaka karibuni ndio mechi ambayo inaweza kwenda kutabiri au kutoa picha ya ubingwa. Miaka karibuni tulikuwa tunashuhudia wanakutana Simba na Yanga, Simba tayari ana nafasi kubwa kutangaza ubingwa au Yanga pia anatangaza ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa tu inabakia kuwa ni mechi ambayo tu ya watani, mechi ya upinzani, lakini kwa maana ya impact ya matokeo ilikuwa sio kubwa. Lakini katika mechi mwaka huu ndio mechi pekee ambayo unaweza kusema kwamba matokeo yake yanaweza kwenda kutoa picha ya nani anakwenda kuwa bingwa. Aidha Yanga achukue bingwa mara 4 mfululizo au Simba aweze kuingia na kutoa ile kasi ya Yanga na kuchukua baada ya kuwa amekosa ubingwa kwa misimu 3 mfululizo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina pressure kubwa, na pressure imeanza kuanzia nje, na ndio ubaya wa hizi mechi. Mara nyingi zinaanzia pressure nje. Unaweza kuona mitandao ya kijamii, unaweza kuona wenyewe waandishi, redio, kila kitu almost the whole wiki wanazungumzia mchezo katika engo tofauti tofauti. Kwa hiyo ile pressure haishi tu kwa watazamaji au mashabiki, inakwenda inaingia mpaka kwa viongozi, inaingia mpaka benchi la ufundi, inaingia mpaka kwa wachezaji, kwenda kwa ni mechi ya kipekee. Kwa binafsi nafikiri ni mechi ambayo ndio itakwenda kuamua bingwa wa msimu huu, whether awe Simba au Yanga. Unless ikitoka sare ndio tutaendelea kusubiria ile alama moja ambayo Yanga wanaongoza mpaka mwisho wa msimu. Yeah. Na ulivyomtazama Simba sasa, pengine Simba sasa hivi inaweza kawa tishio katika mchezo huu mbele ya Young Africans? Hapana, haiwezi kuwa tishio. Kwa nini? Unajua kuna vitu viwili. Kuna hisia na kuna matamanio, alafu naongeza na uhalisia. Simba kweli wameimarika. Ukikompea na miaka miwili iliyopita, ukikompea na msimu uliopita, kuna facts ambazo ukiziangalia unagundua timu imeimarika. Kwa mfano msimu uliopita utakuwa shahidi, mpaka wanamaliza msimu walikuwa wameruhusu magoli 23 24 kama sikosei katika mechi 30. Kwa hiyo ulikuwa ni uwiano mkubwa sana wa magoli. Timu ilikuwa haina defense nzuri, lakini pia hawakufunga magoli mengi kama msimu. Lakini msimu unaweza kuona mpaka sasa tunapozungumza wameruhusu magoli 8 tu katika mechi 21 22, na zilikuwa zibakia mechi 8. Kwa hiyo hata kama mechi zizobakia wataruhusu magoli yote kwenye kila mchezo, bado hatafika 23. Kwa hiyo kuna kitu kimeimprove kwa maana kwenye defense, lakini pia hata kwenye upande wa ushambuliaji wameongeza kufunga, na kubwa zaidi msimu uliopita muda kama huu walikuwa wameachwa alama nyingi na Yanga, lakini pia walikuwa wanapambana kutafuta nafasi ya pili, sio nafasi ya kwanza tena. Lakini msimu ukiangalia mpaka saa hizi, kama angeshinda au atashinda mchezo wake wa Kipolo, ingekuwa ni kabla ya hii mechi, maana yake wangekuwa wanaingia kwenye hii mechi wakiwa na tofauti wa alama moja, kwa maana 58 kwa 57. Lakini pia anaingia akiwa mshindani halisi wa kuwania ubingwa. Sasa hapo ndio inabidi uweze kuelewa. Kwa hiyo kuwa mshindani halisi wa kuwania ubingwa katika msimu huu, kuwa na rekodi nzuri ambazo anazo compare na msimu uliopita, hazikufanya uweze kwa compare na Yanga. Kwa nini? Unaweza ikawa Simba amepata advantage hiyo kutokana na madhaifu ambayo wanao Azam na timu nyingine. Siko unanielewa? Yaani Azam bado hawako stable, Singida bado hawako stable, Kiwangaona kuja, Tabora nao walikuja hawako stable, lakini ukija kureflect na kile ambacho anakifanya Yanga, maana yake Yanga wanashindana wao wenyewe ku maintain ubora ambao walitengeneza katika misimu 3. Kwa hiyo Simba anakimbilia kule ambako Yanga
alikofika. Sasa ukiwa unakimbia haikufanya leo hii tukufike taji kuona kama umeshafika. Kwa hiyo ukienda kwenye uhalisia, ukienda kuangalia uwanjani, bado Simba hawajafikia kuwa kwenye the same level ya kusema wow, sasa leo tunakutana mechi ambayo ni 50 kwa 50 bado. Ya kwamba inaingia mechi kwamba unakaa unaumiza kichwa kwamba anaweza akashinda yoyote. Kwa upande wa makaratasi, kwa upande wa uhalisia, Yanga bado ni first team na Simba ni second team. Lakini kwa sababu hizi ni mechi kubwa ambazo yani wakati mwingine hastabiriki na ushahidi huo upo. Kuna kipindi Simba walikuwa bora, bado wakashindwa kufunga Yanga ambayo ilikuwa ni ya kuungaunga. Kwa hiyo ukichukua vitu hivyo ndio vinakufanya mechi uione ngumu kwa mazingira mengine. Lakini ukija kukiangalia kwa uhalisia, kiufundi, bado Simba na timu ya compete na Yanga. Lakini ugumu utakuwa wapi kwenye dabi hii, na tofauti ya dabi hii na dabi nyingine tutakwenda kuona wapi? Nafikiri ugumu utakuwa kwenye matumizi ya nafasi. Lakini pia ugumu mwingine utakuwa kwenye eneo la ulinzi. Sizungumzi na eneo la katikati kwa sababu ukiangalia katika siku za karibuni katika mechi ambazo wamecheza, wao hawajakutana hapa. Kila timu imekuwa ina uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi, lakini wanashindwa kuzitumia kutokana na wao opponent. Lakini pia ukiangalia bado defense ya Simba ina changamoto. Bado hawapo very stable na wanakuwa wanabebwa na ile teamwork kwa maana wanalinda wote, wanaenda wote. Yanga walikuwa na defense ambayo ilikuwa itikisiki. Lakini inawezekana aidha mabadiliko ya mbinu za walimu hapa katikati, lakini pia nafatiki wachezaji, kuna vitu vimepungua. Kuna makosa ambayo wanayafanya wakati mwingine hawaadhibiwi, lakini makosa ambayo ukikutana na jambo wako matured enough, wachezaji ambao wana experience wanaweza kukuadhibu pia. Hata mechi ya juzi ya Pamba ulizo kuona kuna makosa ambayo aliyafanya Baka, yale makosa kwa unakutana na mtu ambaye na utulivu, maana yake wangeweza kuhesabu. Sasa je, ukifanya makosa kama hayo ukakutana na mtu kama Ateba au kama Kibu au wengine waliopo, je, na wenyewe watakwenda kumisi hizo nafasi? Lakini pia na makosa ambayo wanafanya kina Hamza na kina Maloni, unapokutana na mtu kama Dube na wengine wataweza kuvumilia nafasi. Kwa hiyo huo ndio naona kwamba inaweza kwenda kuwa kuna changamoto katika hayo maeneo. Lakini kwa maana mchezo bado nawaona kwamba Simba lazima waingie kwa tahadhari, wakibeba pressure ya nje na kuamini kwamba wao wana deserve kushinda, kwa sababu sasa ukiangalia watu wengi wanatamani kuona Simba inashinda, si kwa sababu ya kile ambacho wanacho, ni kwa sababu wamechoka kuiona Yanga ikidominate. Si unaelewa? Yani watu wanazungumzia wanawishi Simba ishinde, si kwa sababu ya ubora alionao, ila kwa sababu Yanga amedominate kwa muda mrefu, kwa ifikia hatua afungwe. Kwa hiyo wanajaribu kuzungumza scenario nyingi ambazo zinaonyesha kwamba Simba atapata matokeo. Kwa hiyo na wenyewe wakibeba huo mtego akaingia, wasipoangalia zile goli 5 zinaweza kwenda kujirudia, kwa sababu bado hawana timu ya kupishana na Yanga. Kwa hiyo lazima waingie kimbinu zaidi, yani waingie kimkakati, waingie yani kwa mipango mikali kuhakikisha kwamba wanatengeneza uwiano ulio sahihi baina ya kushambulia na kushambuliwa. Lakini kama kusema waende na wenyewe washafikia hatua, wamejenga timu imekamilika, na sisi wana uwezo wa kubatwa mtu mmoja mmoja, itakachowakuta mimi nitakuwa sipo. Na kwa namna ambavyo umetazama wachezaji wa Simba, mchezaji gani pengine anaweza kawa tishio sana kwa upande wa Young Africans? Mimi mchezaji ambaye wa Simba na siku zote nikimwangalia kwenye mechi kubwa ambaye nafikiri ndio changamoto sio kwa Yanga tu, ni Kibu Denis. Kibu Denis ndio mchezaji pekee ambaye nafikiri yule katika mechi kubwa ile energy yake, anasema ndio mechi zake zile. Yaani nafikiri hata wenyewe wachezaji wenyewe ukiwauliza walinzi wa Yanga timu nyingine baada ya mechi au kabla mechi ambao wanamjua Kibu, ndio mtu pekee ambaye unaweza kusema huyu ndio anaweza kwenda kwa tisho kwa Yanga, kwa sababu ana energy kubwa sana. Ni mtu ambaye anajaribu na kujaribu, anapenda kukimbia, anapenda kusukumana. Kwa hiyo walinzi wengi hawapendi iko kitu. Kwa hiyo na wakati mwingine amekuwa akiwasumbua. Kwa hiyo akiamka vizuri yule bwana, walinzi wangu watakuwa na kazi. Yamezungumzwa mengi sana kuhusiana na mchezaji Elie Mpanzu wa Simba kwamba pengine akawasumbua sana upande wa Young Africans. Kwako Dominic Salamba, mchezaji kama Elie Mpanzu unamtafsiri vipi kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo? Mimi nazungumza tena na nishazungumza mara nyingi sana. Na mpaka wakati mwingine watu wakajaribu kunijibu huko, nilishazionaga hizo. Kwa sababu tunaongea football, yani mimi siwezi kujali. Bado ni mchezaji ambaye sio wa viwango hivi ambavyo anapewa. Unajua kuna wakati hizi timu mbili zinatamani, yani kama tunazungumzia ni kama watu mapacha au kama tuzungumzie lugha gani, watu ambao wana mfanano. Kwa watu wanatamani kila kizuri ambacho kipo Simba na Yanga nacho kiwepo. Hiyo ndio ambacho kinasumbua mpira Tanzania. Kwa kama Yanga watakuwa na beki mzuri, basi hata beki wa Simba naye atapambwa, atawekwa vilemba ili na yeye aonekane mzuri, baadaye tuna compare huyu na huyu nani mzuri. Kama kipa atakopo Yanga mzuri, watampamba kama naye, yani upeleke tu iwe the same level ili hawa nao jisikie vibaya. Kwa hiyo ni soka ambalo ni la kubalance kwenye kila eneo.
Kwa hiyo Yanga wanapomzungumzia pengine wana Pacome, wanazungumzia Super na Azizi, Super na Maxi, katika bora wao kuna Mzize, kuna Dube. Kwa hiyo na watu wanatamani na wenyewe wapate hivyo hivyo kwa upande wa Simba. Kwa hiyo yote ambaye Simba akionekana kidogo anaangalau lazima atakuzwa sana ili afikie kwenye level. Walijaribu kumchukua Chazi wao wakataka kufanya paka na kina Chama na kina Azizi, kitu ambacho hata ukikaa peke yako chumbani unaona hakiwezekaniki kwanza bado kijana mdogo hajafikia hiyo level. Lakini kwa sababu tu sasa Simba kwa tuna nani? Yanga wana mtu fulani. Kwa hiyo ndio kwa upande wa Eli Mpanzu. Ukiangalia anachokifanya ana tofauti mkubwa sana ambacho anafanya cha Sambi. Tofauti hapo mkubwa. Unaelewa ila kwa sababu yeye ndio kigeni, amechukuliwa dirisha dogo, amechukuliwa kwa gharama kubwa, ametoka nje, kwa lazima apewe hiyo level. Ni kama ambavyo walianza kumpa yule mwingine yule wa Zambia yule mpaka akapewa jina la SGR. Walipeleka sana. Iko wapi? Nikwambia hamna kitu huko, iko wapi? Leo iko wapi? Leo iko wapi nakuuliza wewe? Aonekane. Sisi tuliongea kulingana ya pendi Simba. Ukweli yani kwa kawaida tu. Unaona haya huyo nani Mapambo akampanisha mpaka zaidi na kina Aucho. Yaani wakampeka the level nyingine akapaa majina makubwa mpaka si mwalimu wa viungo na vitu vingine. Leo iko wapi? Kwa hiyo ile ni shauku tu ya kutaka tu walau at least huku kipo na ndio mpira ambao tumeuzoea na hapa. Katika watu wengine wakizungumza ukweli huyu anakuwa anaichukia timu no. Ifike hatua tuzungumze reality. Bado. Unaelewa Leo hii ukiangalia Simba hawana superstar wa timu. Huo ni kweli. Ukienda Azam unakuta Faisal Salum. Yanga utamua mwenyewe whether umchukue Azizi, umchukue pengine nani Pacome, umchukue pengine Chama au Dube. Simba nani? Inshallah. Subuti yake. Niacheni mambo yenu bwana. Anyway, ndio hivyo nasema kwamba kwa hiyo wakati mwingine tunatengeneza hiyo vitu tu kutaka tu tuzungumze basi watu wafurahi. Kwa ukizungumza ule ukweli watu wanakuona kama unawachukia. Hamna. Sisi tupo kwa ajili ya mpira. Sasa utachukiaje timu ambazo zipo zinafanya uweze kuzungumza, uweze kuishi? Hamna. Lakini wakati mwingine tukubali kusikia tayari magumu ambayo yanazungumzika kwa lengo la kurekebisha. Sisi tupo kwa maana ya kwamba watu waweze kufanyia kazi, timu zifanye vizuri. Lakini ya mambo ya kusifia tuimbe tu mimi kwangu hapana. Kwa rekodi ambazo zinaeleza kwamba mara 4 mfululizo Simba amefungwa, pengine inaweza ikawaathiri Simba ama ikawapa morali zaidi ya kupambana kubadilisha mitazamo ambayo ipo kwa watu. Nafikiri hapo itakuwa ni athari chanya. Kama sasa tayari tushafungwa mara 1, ya pili, ya 3, ya 4. Kwa nini tufungwe mara 5? Lakini pia inaweza kwenda kupunguza tele ladha ya dabi yenyewe. Kwa sababu sawa maana ya dabi basi hii tunabadilishana yani. Mara 2, ya 3 na mwingine amechukua sare kidogo. Yaani pale pana yaani matokeo yasiwe yanatabilika. Na ndio maana ule mchezo. Ndio nikwambia kwamba huko nyuma ulikuwa unaona hata Simba ikiwa bora baada ya kutoka na Yanga matokeo yanakuwa tofauti. Yaani ile hali ya kutokutabilika kwa matokeo ndio kunaongeza msimuko huu mchezo. Hasa kama ukiwa unafungwa maana hata mashabiki wako nao wanakuwa kwa very disappointed na wanakuwa kwa very demoralized kwa sababu sasa kila siku tunafungwa. Kwa hiyo inaweza kwenda kupunguza hata shauku ya mashabiki, inaweza kwenda kupunguza hata kubrand mchezo wenyewe kabla ya mechi watu wakauzungumzia sababu tayari mnakuwa mnakama matokeo yanajulikana. Leo hii Manchester United ikicheza na Liverpool unaongea nini sasa? Sasa unajua tu wakaenda pale wanafungwa hata 5, 6 hivyo. Yaani ishapoteza ile hadhi yake ishapotea. Kwa hiyo nafikiri Simba wanajaribu kupambana ili kurudisha hiyo kitu. Kufanya bado ionekane kuwa ni mechi ngumu. Kwa hiyo kufungwa mara 4 wao kutawapa positive motivation. Kwa kwamba no, ifike hatua sasa tu cancel kitu, stop kitu, tupate matokeo. Lakini anakwenda kukutana na Mamelodi Hamdi ndo dabi yake ya kwanza, pengine naye atataka kuonyesha mabavu yake mbele ya Fadlu Davis. Mimi wakati mwingine nafikiri hizi mechi zetu hizi yani kwa upande wa walimu inaingia sehemu ndogo sana. Mimi mtazamo wangu. Yani mbinu za walimu si nini? Yani ni sio na wavunjie heshima, ni sehemu ndogo sana ya kuleta impact kwenye timu. Wakati mwingine tu ni namna ambavyo wachezaji watauchukulia mchezo husika. Unaweza ukawa una mbinu nzuri, mipango mizuri, sasa ukikosa resources sawa ambazo za kwenda kuyafanyia kazi yale, upate matokeo. Kwa hiyo wakati mwingine nafikiri tu wachezaji watakavyokuwa wameamka, Simba wanatakiwa wakajitume sana. Yaani wote wakajitume wakakimbie sana. Hiyo upate matokeo. Yaani wacheze zaidi ya uwezo wa kawaida. Yaani wakafie kiwanjani. Kwa nafikiri ndio ambacho yanakwenda kutokea. Salama, tumalize na hili hapa. Umetazama mechi 5 za mwisho za Simba, umetazama mechi 5 za mwisho za Young Africans. Nani ambaye unampa asilimia nyingi zaidi za kuweza kuchukua alama 3 katika mchezo huo? Kama mwanzo nimekwambia hapa kwamba ukizungumzia mpira, yani unazungumza mpira, ukaacha mengine yote yanayozungumzika haya na vijueni na nini, Yanga ana nafasi kubwa ya kushinda mchezo.
nafasi kubwa. Yaani kama ni asilimia, Yanga utampa 60%, Simba utampa 40%. Yaani hiyo ni ukweli. Kama unazungumzia football. Sawa? Yaani kama unataka kuzungumza mpira. Mkwala. Nakwambia hivyo. Yaani kama unazungumzia football, yaani kwamba Yanga ana nafasi kubwa. Yaani Yanga anaingia kama first team na Simba anaingia kama ni underdog. Kwa sababu sasa Yanga ndio timu bora katika nchi yetu. Hiyo alikwepeki. Ila kwa sababu hizi mechi ni mechi ambazo zinakuwa zina hatari kubwa nje na pressure, chochote kinaweza kutokea, na ndio maana mpira wa miguu. Lakini when it comes kwenye reality, bado Simba hawezi kubato na Yanga. Yanga anakuwa na faida ya ziada. Yanga anapata asilimia kubwa za kushinda kwenye huo mchezo. Na huo ndio kweli. Sawa, mimi nikushukuru sana bwana. Asante sana. Karibu tena. Naam, bila shaka umeweza kusikia kwa namna ambavyo amezungumza Dominic Salamba kuelekea katika mchezo huo wa ligi kuu ya kandanda soka Tanzania bara, ambapo Young Africans bingwa mtetezi ndio mwenyeji katika mchezo huo. Kumbuka kwamba ni Jumamosi, imesalia siku moja tu kwenda kushuhudia mtanange huo, vigogo kutokea pale Kariakoo. Nani kuondoka na alama 3? Mimi sijui mchezo utakuwaje na utakwenda kumalizikaje. Naitwa Betha Msoga, nyuma kamera ni Petro Mzigu.